lakini sisi tumemzoea kwa jina la Specials. Na leo kama nimependeza au nimechukiza ni yeye. Kwa hiyo nyie mtampa marks. Mnampa marks ngapi? Yeah. So ladies and gentlemen, let's put our hand together for Specials. Karibu sana kaka. Specials, I'm happy to have you here. Na niambia tanifunika. So, Specials ni mfanyabiashara na mimi nimemchukua kwa sababu baada ya kupitia story yako brother, I was so impressed. Nikasema I want these people to hear. In short, how did you get started? Yaani ulianzaje Specials? Reality, unajua kwenye hizi seminar zingine watu wanaenda wanaambiwa tu vitu maziwa na asali. Everything will be okay. Lakini anapoenda kuanza, it's not okay. It's a rough game. Vitu vinapanda na kushuka, but I want you to tell them the truth but also to encourage them on how did you get started. Asante sana. Karibu Specials. Kama nilivyosema mimi naitwa Jeffrey Jesse. Na miaka 29 au mwaka wangu wa 30. Yes, it's true. Nimeoa for the last 5 years now. And watoto wawili wa kiume. I own arguably one of the biggest tailoring houses in the country. With more than 89 staff who are in my payroll. Yeah, it sounds so nice hearing it. But I tell you what, it's even harder getting it on the real side. Sisi binadamu tunaamini kitu kimoja. Huwa tunaamini one way or the other tutapasua. Lakini hatufuati njia sahihi za kupasua. Kuna vitu vingi ambavyo binadamu wanavipitiaga, kama nilivyosema dada, vinaweza vikakubreak au vikakumake. Mwaka 2003 nilifukuzwa shule. 2003 pia nilikuwa seminari. Kwa mshenzi mkorofi vurugu, nikafukuzwa shule. If there was a turnaround in my life, I think that was a turnaround. Kwa sababu nilipelekwa kuombewa. Mwezi ya yule mama mmoja akaniangalia, akaniambia, you know what, so kila kitu was just a blame. I kept blaming myself that this is wrong and I'm solely responsible for this. Everything that's happening, it's me. You know, akaniambia, you know what? China, this could be God putting you somewhere else. Alikuwa anakuangalia pale ulipokuwa, ungebaki, usingefika. Na trust you me, isingekuwa nilifukuzwa shule 2003, I would have not become the man I am today. Baada ya pale, nilirudi nikasoma Loyola. Kama nilipia ada kubwa, 360 enzi hizo za a lot of money. Kiangalia mimi nimetokea maisha ambayo tunauza maji. Unajua wale wanaotembeza maji barabarani? I grew up doing that. Tembeza maji barabarani, site za watu wanazojenga, mimi napitisha maji, nauza maji na big glass. Nabeba deli la ice cream, na kumbuka madeli ya ice cream. After dango anabeba kisado, kimewekwa maji, tunaosafisha zile glasi, unampa mtu maji unarudisha. Unarudisha nyumbani tunao. Ndio la chakula. So, shauza genge. Kwa natembea kuanzia Tabata Kiskuru. Unajua Tabata Kiskuru hapo. Mpaka urafiki kununua ndizi kuanzia saa 10 usiku unaiweka kichwani, mamangu alikuwa hana huruma yani. Unaweka kichwani yani. Mpaka leo unapoongea hivi nasikia misuli na naikumbuka ilikuwa inauma. Lakini unatoka na mkungu wa ndizi huyo, mnatembea kwa mguu mpaka Tabata, mnauza asubuhi saa 1 mnakuwa genge limefunguliwa. Saa 7 mchana naingia shule, niko darasa la 3. Mpaka namaliza. Sasa hivi mtu akiniangalia wewe wa Kishua, naambia hapana, Kishua ni mimi mwenyewe. Mimi si wa Kishua. Umeelewa? Naweza mkakaa. Ndio pastor Kishua. What am I trying to say? I'm trying to tell you this. Kila kitu kina mwanzo. Na kila kitu kina mwelekeo ukikipa mwelekeo. Shida yetu kubwa ya Watanzania, tuna maisha bwana alhamdulillah. Kitakachokuja ndio hicho hicho. Hapana. Wewe unatakiwa ukiset kinachokuja. You need to set a target. Sisi wa Tanzania ama Waafrika wetu ukimwacha Muhindi,
hatuna target. Hatuwekaji target, hatuwekaji malengo. Hatusemi nataka kufika sehemu fulani. Kumbuka, usiposema unataka kufika sehemu fulani, huwezi ukajua njia ya kupita kufika pale. Kwa sababu ukisema unaelekea Morogoro, huwezi ukaelekea Kigamboni. Target yako ni kufika Morogoro, lazima upitie Ubungo. Nawaambiaga watu wengi, set your targets and work backwards. Mimi nikisemaga na watu, nawaambia kwa mfano, target ya mwaka huu labda nataka kufanya, mwezi huu labda nataka kushona suti 300 au 400. How do I get to 400 suits kwa mwezi? Lazima niangalie, okay, is my machinery proper? Do I have enough fabrics? Do I have enough capital ya kufanya hicho kitu? Then you run it. Unaangalia your pros and cons, unaangalia sehemu gani ambapo unaweza kufanya kitu na kifanya. Lakini sisi hatufanyaji hivyo. Dada alikuwa anaongelea kitu kizuri sana ambacho nilikuwa nataka kuongea, sema ameshakiongea bahati mbaya. Anaongea kuhusu kusave. Wa Tanzania hatuna culture ya kusave. Watu wengi wanajua kwamba unapeleka benki ikifika 50,000. Mimi ukiangalia account yangu moja ya benki na account ambayo ina zaidi ya milioni 200, lakini ukiangalia transactions zilizoko kule ni 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 500,000 hizo. Sasa watu wengi wanajua ngoja ifike grao 300 tutapeleka. No. Nilikuwa nimekaa na huyu jamaa, wakati dada anaongea kuhusu saving, nikawa muonyesha, nilikuwa na deposit 280,000 kwenye simu naipeleka benki. Hiyo ni hela amenitumia mtu ambao nilijikopesha kutengeneza gari ya biashara, kwa nairudisha. You need to have the financial discipline. Sisi wa Tanzania tuna save kilichobakia. Hatutumii kilichobakia, which is very wrong. Unatakiwa useme kama naingiza milioni, nataka kusave 500,000. Usiseme nitatumia itakachobaki nitasave. No, that's wrong. Nakumbuka mimi nianza biashara yangu na 60,000. Yule jamaa pale nyuma anakumbuka hivyo. Nilikuwa na ofisi, umeona watu mstari huu mpaka hapa ndio ilikuwa ofisi yangu. Sasa hivi na imagine ndani na mashine 80 na kiwanda cha kama mita 60 kwa mita 60. Lakini nilianza na chumba cha watu 3 hivi ambacho tulikuwa kiingia tofauti kazi mimi na mke wangu. Tukiingia watu wawili ndani ya ofisi haitoshi. That was 2013. Nilianza na 60,000 ya Kitanzania. 60,000. Nilianza kukopa, kwenda benki kukopa. Nimekopa mwaka huu juzi. Tena nilikopa kwa kuikopesha benki. Niliwapa benki cash cover. Naambia jamani, hapa milioni 30 mnanipa shilingi ngapi ya mkopo kwa mwaka mzima? Wakanipa 80%, milioni 24, nikafungua duka la vitambaa. Kama umeona kwenye page yetu specials kuna kitu nakiongeleza hata Darren Fabrics. Ni duka la vitambaa lile. Nilikopa, lakini sasa hivi benki kiniletea nyodo, ambaye chukueni hela yenu nirudisheni, kateni hela yenu nirudisheni hela yangu. Wao ndo wanarudishia hela yangu mimi, sio mimi nawapa wao. Discipline ya hela hatuna. Ukitaka kuweza kupanga mipaka yako, you need to have a discipline. You need to create your financial muscle. Ule msuli wako wa kifedha unatakiwa utengeneze. Msuli wa kifedha utengeneze gym. Msuli wa kifedha unatengeneza kwa kazi unayoifanya na savings unazofanya basi. Kwa sababu bila savings huwezi ukainvest. Asikudanganye mtu. Watu wanadanganyika kwamba kila mtu anawazaga kufanya biashara ni mtaji. Hapana. Kufanya, the first thing you need in any business, idea. You need to have the right idea. Sisi wa Tanzania tuna shida ya kukopi. Tunaulizaga hili swali. Niambie mtu ambaye hajawahi kuuliza hili swali, naomba atoke nje. Ambaye hajawahi kuuliza hili swali, hivi ile biashara inalipa? Okay, samahani. Yaani wewe unauliza hii biashara inalipa au hailipi? Na kufanya hii biashara sio inalipa. Okay, so there is no connection between you and the business that you want to do. Yet you want to do it. You need to first create a connection between what you do or what you want to do with your own self. Mimi nashona nguo kwa sababu mamangu alikuwa mshonaji. Sisi tulikuwa ni adhabu kushona. Yaani mimi nilikuwa mkorofi. Kwa hiyo ndio maana mpaka leo hii mimi peke yangu nilikuwa ndo nashona nguo. Nilikuwa mkorofi, kwa mara nyingi nilikuwa kizingua nabaki nyuma nashona nguo. Vile vitambaa vya makochi vilikuwa naanza kavishona niko nimelala hivi. Ndio wanga zamani tuoga dogo kulikuwa na makochi na vile vitambaa kinawekwa hivi. Na kija mgeni vinaondolewa. Sasa vile vitambaa mimi nilikuwa navishona in my sleep. Lakini if it wasn't for that, if isingekuwa ile adhabu, mimi nisingefika hapa nilipo leo. I thank my mother mpaka kesho kutwa. So my mother always told me naweza nikafanya chochote.
kama isingekuwa kwamba kuna maharusi wangu bwana, nimewawezesha juzi hapa. Sasa kama isingekuwa mamangu alikuwa ananipa ile adhabu ya kushona, nisingekuwa nashona leo. Kama isingekuwa kwamba kuna connection kati ya mimi na ushonaji, ningeweza nikaanza nikashona, lakini I wouldn't have gone to the heights I've gone. Alafu kitu kikubwa ambacho watu wengi hawana, ambacho naomba leo, anza kudevelop hiyo nani, always think ahead. Unaona pua yako inakoishia? Hebu fikiria zaidi ya pua. Think ahead. Always think, nikitoka hapa naelekea wapi? Nafanya nini? What is my target? If I want to get to kutengeneza nguo za Afrika nzima, naanzaje? Naanza na watu walio nao au naanza walioko nje hapa? Watu wengi wanawazaga kwamba biashara mtaji ni hela. Hapana, mtaji ni huyu dada kumjua huyu dada. Huo ni mtaji wa kwanza. Hakuna mtaji mkubwa kwenye biashara au kwenye maisha ya binadamu kama ulimi wake. Mungu akunyime vitu vyake ni sio ulimi. Ulimi ndio unamwambia mtu, sikiliza, naweza kufanya hiki, ninaweza nikafanya kile, ninaweza nikajifunza. Wewe ndio unamwelezea mtu. Ukishakuwa na ulimi, utakiwa kuwa maskini. Utakiwa. Kwa sababu you have the means to explain what you can do. You have the means to explain your powers. You have the means to tell people, this is where I'm going to go and this is how I'm going to go. Save. Usisubiri kiwe kikubwa ili usave. Biashara ni ngumu, asikudanganye mtu. Ni ngumu sana. Mimi nilikuwa mwajiriwa wa Benki ya Dunia from 2008 to 2012. I can swear to you, I was comfortable. I was very comfortable. Nilikuwa nalipo 160 kwa siku. And I was very young. Mimi nilinunua gari ya kwanza mwaka 2010, niko chuo kikuu. Nyumba ya kwanza najenga mwaka 2010. I was comfortable. Yaani nilikuwa naishi maisha mazuri. Lakini things changed. Like in a blink of an eye, everything went south. Changanyikiwa kidogo. Siasa za makazini zile. Vunjika, changanyikiwa, yes. Mahangaiko yalikuwa mengi. Nikaacha kazi. Nikaenda kwenye kampuni nyingine moja. Yeah, it was an African-wide marketing group. I got a job 2 weeks after I left the bank. Nikafanya kazi pale for 1 year. I used to hate that job with all my heart. Yani kila siku asubuhi nilikuwa naanza, how do I fake my own death? Anyway, but you know what? That built me. Mpaka leo hii naweza nikampigia my former boss staff, nampigia namwambia asante. Kwa sababu ilinijenga. Sisi mara nyingi tunaangalia the negatives alafu tunaziacha pale kama negatives na tupasua. So it was easy for me to start going around kusolve baadhi ya vitu. Because I took the position of my boss and then I said, here is who I am. Now I'm the boss. How do I change this? How do I create the difference? How do I make the difference? Hii nasema be the best, eh? Siku zote strive to become a better person. Jamaa mmoja aliniambia, Jeff, you're probably the biggest suit maker in the country. You are the biggest suit maker in the country. What's your biggest challenge? Kambia, no. You know what? If you want to be number 1, always act like you're number 2. Number 2 is always trying to become number 1. Siku zote, number 1 does not have the inspiration to become bigger. But put yourself on a number 2 position. You always want to become number 1. Wakati huyu jamaa ananiambia nije leo hapa, nilikuwa nakupana naye sana. Naambia kwamba mimi ni mpenzi wa mpira. Mpenzi mkubwa sana wa mpira. In fact, in 15 minutes na mpira mkubwa sana unaanza. Najaribu kusema nini? Mwaka jana nilianzisha a clothing line ya michezo. Kwa sababu gani nilianzisha? Mimi mpenzi wa mpira. So, I created a connection between my hobby and the business side of life. And right now, msimu uliopita nilikuwa na timu 2. Msimu huu Premier League navalisha timu 5. That's enough business kwa sababu we're investing 100 million mwaka huu.
but with we're expecting something around 240 million by the end of the season. Hii inaanza. How did I do that? Tunaona kuna jezi za Lipuli, za Yanga, za Dodoma, this time tutakuwa mpaka Zanzibar tunatafuta national team. Kwa hiyo you need to create a connection between your hobby. Try and make it tangible. Try and make that hobby work for you. Try and make that hobby get you money. Usio una hobby ya nywele uishie kwa napenda nywele. No. Hizi nywele unazozipenda zinakubadilishaje maisha yako? Angalia, okay, mimi ni mpenzi wa saa. Na rafiki yangu mmoja namfahamu. Yeye kanifahamu. Mimi namtaka rafiki yangu kwa sababu nilimuona kuanzia anaanza. Alikuwa anauza saa kidogo kidogo. Lakini sasa hivi najua yule dada huwa tunasafiri naye China mara nyingi. Unakuta anaweza kaagiza saa pisi 500, 700. Alikuwa anatuma watu wanunulie saa 2, 3. Yule msichana was building her own capital. Unaelewa? She created a capital. Mpaka sasa hivi she's doing very big. She's one of the biggest names in the world in watch business. Yeye anafahamu, mimi nafahamu. Simfahamu kwa sura na naifahamu biashara yake. Lakini hii shida kumwangalia na furahi kwa sababu niliona where she started. Sisi watu wengi hatuamini kutoka A kwenda B kwenda C. Tunapenda kuanzia Z. Unaona? Tuna A mpaka Z. Z is the highest. Sisi tunataka tuanzie Z ndio. Bro, hataka kumuuliza mtu ulifikaje hapo? Tunataka kumkopi pale alipo. Sasa hivi mimi nikasema naenda kumkopi mzee Mengi au mzee Baresa. Nitakuwa na kichaa. Copy somebody's hustle. Don't copy their output. Yani, angalia jamaa na hustle vipi. Try and make your way through their hustle. Usiangalie jamaa alipo, angalia kama vile. No. Copy anachokifanya. Copy mahangaiko yake. Usikopi maisha yake. Ndio tunakosea sisi. Sasa najaribu kusema hivyo nikimaanisha nini? Hobby yangu ya mpira ilifanya nikajenga sports line. Angalia hobby yako leo na kujenga vipi? Hey, I hope you got some value out of this video today. Would like to get some feedback from you, so do not forget to like, share and comment. For more videos, subscribe to our YouTube channel. Be the best. Till next time, love more, share more.